Kila binadamu aliyezaliwa na kuishi katika hii dunia analo kusudio ambalo Mungu ameliweka ndani yake, na kazi kubwa ambayo amekuja kuifanya kwenye uso wa dunia ni kulitimiza kusudio ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Katika mgawanyo wa makusudi ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka kwa wanadamu mbalimbali, wapo wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaleta katika uso wa dunia na kuwateua wakawe wakombozi katika familia zao. Unaweza kulijua hilo kupitia dalili mbalimbali ambazo zinajidhihirisha katika maisha yako. Na katika video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu walioteuliwa na Mwenyezi Mungu ili wakawe wakombozi katika familia zao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili mbalimbali ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue wewe umeteuliwa na Mwenyezi Mungu ili ukawe mkombozi katika familia yenu. Namba 1, unakuwa wa kwanza kupata uamsho wa kiroho kuliko watu wengine wa familia yenu. Miongoni mwa vitu ambavyo huanza kujidhihirisha kwa binadamu ambao wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu wakalete ukombozi kwenye familia zao ni uamsho wa kiroho. Wakati watu wengine wa familia yako bado wapo gizani, wewe unakuwa umeshaanza kuona mwangaza wa kiroho na ukweli wote unakuwa umeshaanza kuona. Pamoja na kuwa unaweza ukawa unauona ukweli na unatamani kuibadilisha familia yako, lakini kuna nyakati ambazo familia yako bado inaendelea kung'ang'ania kubaki gizani. Ishara kama hiyo itakapojidhihirisha kwenye maisha yako, ujue wewe ni miongoni mwa watu wa familia yako ambao Mwenyezi Mungu amewachagua ili wakalete ukombozi wa kweli kwenye familia yako. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ameuonesha ukweli wa kila kitu. Kama familia yenu ni maskini, wewe utakuwa wa kwanza kuona ukweli. Kwa nini umezaliwa katika familia ya kimaskini? Ni vitu gani ambavyo vimepelekea familia yenu iwe maskini? Lakini ukweli huo wanafamilia wengine hawawezi kuona. Ukiona ishara kama hiyo, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuteua ukawe shujaa katika familia yenu. Namba 2, unajikuta unapitia majaribu makubwa ya mara kwa mara kuliko wanafamilia wengine. Zipo nyakati ambazo pamoja na kuwa wewe ni mwanadamu mwenye maono makubwa katika familia yenu kuliko wanafamilia wengine, lakini unajikuta unakumbana na changamoto kubwa mbalimbali ambazo hauelewi ni kwa nini zinakuandama wewe peke yako na si wanafamilia wengine. Siri ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini, adui huwa ameshajua wewe ni mkombozi wa familia, hivyo anayaleta mashambulizi katika upande wako kwa sababu anajua wewe kama ukifanikiwa utakuja kuikomboa familia yako. Hivyo namna pekee ya kuiacha familia yako iendelee kubaki katika mateso ni kukuteketeza wewe. Lakini kwa sababu umeshalijua hili, hakikisha unakuwa imara katika ulimwengu wa kiroho. Mkaribishe Mwenyezi Mungu katika maisha yako, kuwa mtu wa kufanya ibada mara kwa mara, kuwa mwanadamu imara, kwa sababu utakaposimama imara, usikate tamaa, utamshinda adui na mwisho wa siku utafanikiwa kuikomboa familia yako na utakuwa shujaa katika familia yenu. Namba 3, unajisikia vibaya na kuumia ndugu zako wanapopita katika mateso kuliko wanafamilia wengine. Kama nilivyokuambia, kila mwanadamu huletwa katika uso wa dunia kwa ajili ya kutekeleza kusudio ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yake, kwa sababu ni jukumu lako kuwakomboa wanafamilia wako. Yani wewe ni kiongozi katika familia yenu katika ulimwengu wa kiroho. Mara nyingi utakapoona familia yako inapotea au watu katika familia yako wanapitia magumu, maumivu ambayo utakuwa nayo katika moyo wako ni makali mno, tena yatakuwa makubwa kuliko wanafamilia wengine. Inawezekana wewe ni mdogo tu katika familia yenu, unao kaka zako, unao dada zako, lakini wao hali za mateso ambayo wanafamilia yako wanayapitia wanaziona katika hali ya kawaida tu, lakini wewe zinakutesa na kuhisi katika moyo wako kuwa unalo jukumu la kuikomboa familia yako.
Endapo utaona ishara kama hii katika maisha yako, ujue wewe ni mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu alikuleta katika familia hiyo ili ukawe mkombozi wa familia yako. Hakikisha unapambana sana, usikubali kukata tamaa wala kurudi nyuma, kwa sababu utakapoikomboa familia yako utakuwa ni shujaa wa kweli katika familia ambayo ilikuwa imekata tamaa na kupoteza uelekeo wa maisha. Namba 4, unakuwa unaisikia sauti ya Mungu mara kwa mara ikikuomba katika kufanya maombi. Sauti ya Mwenyezi Mungu inapokuita hauwezi kuisikia kwa masikio ya kawaida, bali utaisikia rohoni, na mara nyingi kuna ishara mbalimbali ambazo unaweza kuziona. Mara nyingi Mwenyezi Mungu anapotaka kuzungumza na wewe, anaweza kuzungumza na wewe kupitia ndoto, ama katika nyakati ambazo ulitakiwa kuwa umelala, ghafla usingizi unakatika na moyoni mwako unaanza kujisikia kufanya ibada. Mara nyingi hali hizi hujitokeza usiku wa manane ama saa 9 usiku mpaka saa 10. Kama hali kama hii huwa inajitokeza mara kwa mara katika maisha yako, inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu ambao ndani yao wanalo kusudio la kuzikomboa familia zao. Ni vema ukaendelea kufanya maombi, fanya ibada, lakini endelea kumsisitiza Mwenyezi Mungu akuoneshe kusudio la kweli ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani yako, kwani kupitia kusudio hilo unaweza ukaenda kuikomboa familia yako. Namba 5, mara nyingi unakuwa na mitazamo tofauti na watu wa familia yako. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa ili waje kuwa wakombozi katika familia zao, huwa mitazamo yao inatofautiana kabisa na binadamu wengine katika familia hiyo. Hata vitu ambavyo watu wengine wa familia wanavifurahia, utajikuta wewe hauvifurahii, na ndani yako utakuwa unahisi ni kama kuna jukumu ambalo umepewa, jukumu takatifu la kwenda kuikomboa familia yako. Mara nyingi sana utakuwa ni mtu ambaye unatofautiana mitazamo na watu wa familia yako, na mara nyingi mitazamo ambayo wewe unakuwa nayo inakuwa inatofautiana na mitazamo ambayo watu wengine wa familia yako wanayo, kwani wao wanaishi katika utaratibu ambao walishazoea. Kama ni maskini, basi wanajitazama kama maskini, lakini wewe mtazamo wako wa ndani unakuwa unakuambia kuna kitu fulani ambacho kinatakiwa kufanyika ili kubadilisha hatima ya familia yako. Na mara nyingi unapojaribu kuwashirikisha ndugu zako, wanakuona ni kama umechanganyikiwa, kwani wanaamini walikuja duniani ili wawe maskini, lakini wewe kunayo siri ambayo unaijua katika moyo wako, na ni siri ambayo pindi tu utakapoanza kuifanyia kazi italeta mabadiliko makubwa katika maisha ya wanafamilia wengine. Namba 6, unaihisi ndani yako nguvu isiyokuwa ya kawaida ikikuzuia kufanya makosa kwenye maisha yako. Ndani ya ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kwa kuwa kila mwanadamu analo kusudio ambalo anatakiwa kulitimiza katika maisha yake. Ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye umeletwa ndani yako kukiwa kusudio la kuikomboa familia yako, basi kosa lolote ambalo linaweza kuitokomeza ama kuididimiza familia yako, utahisi ni kama kuna nguvu kubwa ambayo ipo ndani yako inakuzuia kulifanya kosa hilo. Mara nyingi kila unapotaka kufanya kosa fulani, unajisikia huzuni na majuto hata kabla ya kulifanya kosa hilo, na unajikuta umeliepuka kosa hilo. Mara nyingi ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao huwa wanapata ishara hii ndani yao, inawezekana kabisa umezaliwa ukawe shujaa katika familia yenu. Hakikisha unaendelea kuisikiliza sauti ambayo inazungumza ndani yako, na nguvu ambayo inakuzuia kufanya makosa usiendelee kupambana nayo, endelea kuwa chini yake, kwa sababu ni nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo inakuongoza katika kufanya mazuri kwa lengo la kwenda kuikomboa familia yenu. Namba 7, watu wengi wanakuwa hawakuelewi. Hata watu kutoka katika familia yenu pia wanakuwa hawakuelewi. Asilimia kubwa ya binadamu ambao huja kubadilisha familia zao huwa ni binadamu ambao wanatofautiana kwa kila kitu na wanafamilia zao, kwani mfumo wao wa maisha huwa unakuwa tofauti kabisa. Maono yao katika maisha pia huwa yanakuwa tofauti kabisa. Kila kitu ambacho wanakifanya kwenye maisha yao huwa kinakuwa cha tofauti, hakifanani kabisa na yale ambayo wanafamilia wengine wanayafanya. Mara nyingi utofauti huu
hutokana na nguvu na uhalisia wa kusudio ambalo huwa lipo ndani ya binadamu hawa, kwani utofauti huo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amewaleta ili wakawe chachu ya kubadilisha familia zao, kwani wao ni wakombozi. Hawapaswi kuendelea kuishi katika mfumo ambao wanafamilia wengine wameendelea kuishi tangu vizazi na vizazi. Hivyo mara nyingine wakombozi wa familia hudharauliwa na watu wengine, hupingwa kwa vingi ambavyo wanavifanya katika maisha yao. Ukiona ishara kama hii kwenye maisha yako, ujue inawezekana nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa kwa ajili ya kuja kuzikomboa familia zao. Endelea kusimama katika msimamo wako, kwa sababu siku moja utakuwa shujaa ambaye utakuja kuleta ukombozi wa kweli katika familia yenu. Yapo mengi yanayomhusu mwanadamu aliyechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kuleta ukombozi katika familia yake, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, ninaomba niishie hapa. Tukutane tena katika video ijayo, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video nyingine.